ya kusema ni ndaka sasa kila mtu alikuwa alikuwa la ndio kama hiyo wale wakati bila hanaonyesha Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 5 kabisa mwezi ule wa 4 mwaka 2025. Tumekuandalia habari nyingi sana kutoka hapa studio zako pendwa za Mteba TV. Hapa tumekuandalia habari nyingi sana duniani kote, lakini kwa sasa bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo mapambano yanazidi kuripotiwa maeneo mbalimbali ikiwemo Goma pamoja na Bukavu na vijiji vyote vinavyozunguka maeneo yale. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Walikale M23 kabisa wameonekana wametoka kabisa nje ya maeneo zote za Walikale, kuanzia vijiji na Walikale Centre, wakikimbia kabisa wakielekea maeneo za Masisi, na huku wakiacha vifaa vingi sana maeneo za matukio hayo, ukiwemo droni ambazo pia huwa zinatumikishwa na mitandao mbalimbali kama vile network au wifi maeneo yale. Lakini tutakuja kurejea kwenye habari hiyo kwenye uchambuzi wetu, vinakuaje, na pia wananchi wakizidi kukimbia maeneo mbalimbali kuelekea maeneo za Masisi Centre. Lakini wazalendo kabisa wanaelekea kwenye mji wa Masisi Centre, hali ikiwa nzuri kabisa kwa upande wa wazalendo, na wakielekea hivi hali itakuwa ni hatari kabisa kwenye uwanja wa mapambano. Lakini tunakimbilia kabisa kwenye maeneo mbalimbali ambapo kunazidi kuonekana machafuko mbalimbali, kama vile kwenye mji kabisa, mji mkuu ambao unajulikana kama Goma. Watu wengi wakizidi kulia maeneo yale na kuchafuka kabisa kwa maeneo ya mazingira, watu wakizidi kufariki na wengine wakizidi kutekwa na kuingizwa kwenye vyama mbalimbali vya M23, huku vijana ambao walikuwa wamejiunga na M23, vijana wadogo sana, waliweza kuingizwa kwenye chama hicho cha M23 na wengi wao wamekamatwa maeneo yale ya Walikale. Tutakuja kuchambua habari hizo kwa undani kabisa kwenye habari zetu za channel yako pendwa ya Mteba TV. Tunakimbilia kabisa maeneo mengine za Butembo, pale ambapo hali ya wasiwasi pia inazidi kuonekana, lakini wanajeshi mbalimbali wa kutoka Uganda wanaonekana kuachia maeneo mengi sana, na wengine kurudi kwao kabisa Uganda, na wengine kwenda maeneo mengine kabisa ambayo hakuna usalama kabisa kwa ajili ya kuchunga raia. Mapambano kabisa yameweza kuripotiwa maeneo mbalimbali kama vile Nyangezi pamoja na Walungu. Tutakuja kurejea kwenye habari hizo kwenye channel yako pendwa ya Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii. Endelea kushare kwa watu wengine ili wazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako pendwa ya Mteba TV. Kavumu, vijana wamoja walikuwa wanaiba maeneo yale, basi mmoja amebatika kabisa kukamatwa na wananchi maeneo yale na kuchoma moto. Kama unavyoona maeneo yale, mwanzoni kabisa kwa video zetu au kwenye taarifa zetu za habari tumeweza kuwekea video maeneo yale ambayo tunaonesha tu moshi, kwa sababu tukikamata tukio lenyewe itakuja kuleta shida kwenye vyombo vyetu vya habari. Ukitaka sana video hii, basi utakwenda kuiona kwenye maeneo yetu ya magroup. Kama unahitaji kujiunga, basi kuna masharti tu mengi, lakini pia andika tu niunge kwa namba ambazo tutakazokuwekea pale, labda kwenye comment pale tutaipini au tutaiweka hapa mbele kwenye screen. Endelea kushare na habari kwa wengine. Kijana ameweza kukamatwa namna ile na kupigwa vibaya pia na kuchomwa moto maeneo za Kavumu. Maeneo yale ni mara ya kwanza kabisa kusikia tukio hili. Matukio haya yanaonekana sana maeneo za Bukavu, maeneo mbalimbali, lakini hatujawahi kusikia kwamba Kavumu na kwenyewe wameanza kuchoma wanaoiba. Wezi kwa nini wamesambaa? Hali ya maisha imekuja kuwa ni tete sana. Pesa zipatikani kufuatana na uwepo wa vita maeneo mengi. Biashara vya kutoka Kinshasa havifiki kabisa. Uwanja wa ndege wa Kavumu umefungwa. Pia hata uwanja wa Goma pia umefungwa. Kwa hiyo hali tete imekuja kuonekana kwa vijana kukosa pesa, watu mbalimbali kukosa pesa, mzunguko wa pesa hakuna, na ndio maana wizi umeanza kuonekana. Lakini wao wameingia kwenye wizi, hawana bahati kwa sasa kwa sababu hali ni ngumu ya maisha maeneo yale. Lakini tunaachana na habari hizo, tutakuja kuirudilia kwenye uchambuzi. Basi tunakimbilia moja kwa moja kwenye maeneo mbalimbali ambayo
ambazo kunapatikana taarifa nyingi sana. Hebu tuendelee kusikiliza taarifa zetu kutoka channel yako pendwa ya Mteba TV. Nyangezi. Ripoti zinaweza kuripotiwa maeneo yale kwamba Nyangezi kabisa M23 wako pembezoni mwa Nyangezi, lakini pia wazalendo wanadhibiti maeneo chache tu za maeneo za Nyangezi, ila maeneo mengine kunadhibitiwa na M23, kwamba manaki inamaanisha kwamba M23 wapo sehemu za Nyangezi. Hizo ndo taarifa kamili baada ya muda kabisa kuonekana siku 2-3 hakuna masasi ambayo imepigwa. Tumepata muda wa kuchunguza kwa makini sana. Sasa inakuwaje maeneo yale bado M23 wako maeneo yale? Pamoja na wako maeneo yale, lakini pia wazalendo wanadhibiti asilimia 100 kabisa 60% ya maeneo yale. Lakini kwa nini wazalendo hawajaingia Bukavu? Ndio maswali mengi sana watu wanapenda kujiuliza. Ukiingia njia za Walungu kuna wazalendo wapo, ukiingia njia zingine za Nyangezi wazalendo wapo. Swali kubwa, kwa nini wazalendo hawajaingia kwenye mji wa Bukavu? Na habari zingine ambazo zimeweza kuvuma kabisa ambazo ni za uongo, wameweza ni uongo. Nikisema uongo nafikiri wengi wanaelewa. Tuseme bongo. Ni uongo. Tanzania ni uongo, lakini Kongo wanasema huko na danganywa wanasema bongo. Kwa hiyo Kongo ni bongo kabisa, lakini Tanzania, Kiswahili cha Tanzania wanasema ni uongo. Kwa hiyo tuelewane pale. Wametangaza maeneo mbalimbali kwamba kwenye vyombo vingine vya habari kwamba Mzee Yakutumba eti alifariki. Kitu hicho jambo hilo limeweza kuvuma sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini kama Mteba TV tunakwambia Mzee Yakutumba yupo mzima bila tatizo yoyote. Hebu tumfuate. Ameweza kufanya interview na redio mbalimbali maeneo yale kabisa. Ameweza kuonekana kwamba yeye yupo na habari hizo ni za uvumi. Watu wameweza kuvumisha habari hizo ili kuleta panic kwa watu. Kwa kama Mteba TV tunakwambia kwamba Mzee Yakutumba yupo na amefanyiwa interview na maredio, vyombo mbalimbali vya redio kabisa, ni kwamba yupo na ana afya yake kabisa. Taarifa hizo wanaovumisha ni waasi na watakoma. Habari hizo haziendelee kabisa, kwa sababu Mteba TV yupo pamoja na habari zingine, vyombo vingine vyote vya habari vinavyo toa habari za kweli maeneo zote za dunia. Tunaendelea na taarifa zetu kutoka channel yako pendwa ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu, tunazidi kukuambia habari nyingi sana. Maeneo mbalimbali ambapo kunadhibitiwa na wazalendo, lakini pia tumeweza kupata majibu ya maswali yenu ambayo mliweza kuwa mnatuuliza. Kwa nini wazalendo hawafiki? Watu ambao wanalia tu kwenye mji wa Bukavu, wazalendo hawafiki kwa sababu gani? Jibu ni kwamba huyu msemaji wa Mzee Yakutumba ameweza pia kufanyiwa interview na kusema kwamba ametoa sababu zake kabisa za msingi ambazo lazima kila mtu aweze kusikiliza. Ameweza kusema kwamba hauwezi ukagomboa Bukavu wakati bado Nyangezi bado hawajagomboa Nyangezi vizuri, na bado Walungu bado M23 wanazunguka. Si kwamba wazalendo hawako kwenye mji wa Bukavu. Wazalendo wapo kwenye mji wa Bukavu. Tusikilizane. Wazalendo wapo kwenye mji wa Bukavu kabisa, na hata M23 wanajua hilo, wanafahamu. Na ndio maana wanatesa vijana, wanashikashika vijana ovyo ovyo usiku, wanaua, lakini wanajua vizuri kwamba wazalendo ni wengi mno kwenye mji wa Bukavu. Wanasubiri tu filimbi tu, kazi isonge mbele. Lakini pia hiyo filimbi itatoka wapi? Ndio maswali ambayo watu wanauliza. Na kwa nini wazalendo wanasubiri filimbi kwa nani, wakati Mzee Yakutumba yuko pale ndiye mpiga filimbi wa kwanza? Lakini huyu msemaji kabisa wa Mzee Yakutumba ameweza kufanywa interview baada watu kwenda kupeleka mambo mbalimbali kule kama vile vyakula na vingine. Wameweza kubahatika kufanya interview na yeye. Amesema hawawezi wakagomboa Bukavu wakati Nyangezi bado hipo, au njiani bado adui yupo. Kwa hiyo shamba la mapambano ndipo shamba la kuteketeza kabisa adui maeneo yale. Kwa hiyo akatoa mfano. Goma ilikamatiwaga miaka iliyopita, M23 wakafanya miaka 2 maeneo yale wakiwa wanaongoza kabisa Goma na serikali yao, na sio mara ya kwanza Goma kushikwa. Lakini pia amesema Bukavu mikakati ipo, mipango ipo ya kufika kabisa maeneo zote za Bukavu na kuchukua Bukavu. Lakini akasema kwamba wazalendo ni jeshi la akiba, ni jeshi la akiba kabisa ambalo ni nguvu taifa ya jamii maeneo mbalimbali. Wakizidi kusema na kuongea kabisa, akizidi kwenye interview yake ambayo ameweza kuifanya, akasema kwamba wazalendo ni jeshi la akiba la serikali.
Akasema watu wasitowe kabisa imani yao kwa jeshi la taifa ambalo ni FARDC. Ameweza kuzungumza maneno ya maana sana. Tusikilize kila ambacho tunakwenda kuambia. Watu wengi wanakuja kuchukua wanakwenda kuamini sana wazalendo, lakini pia wanashindwa kuamini jeshi la taifa. Akasema kwamba wale watu ambao hawataki kuamini serikali kwamba serikali FARDC ni wasaliti. Amesema jeshi la taifa ni jeshi la taifa tu. Watu wasiseme kwamba ni wasaliti, sio wote wasaliti. Ametoa mfano. Wanajeshi wanaotoka Kalemi hawajagombana. Wanajeshi kutoka Lubumbashi bado. Wanajeshi ni wengi sana ambao kwa maeneo mengi sana. Lakini wasaliti ni wale ambao walipatikana kwenye mji kabisa wa Bukavu, wale waliokula pesa. Waliokula pesa ndo wasaliti, wale viongozi, lakini pia na wale ambao walikula pesa kwenye mji wa Bukavu. Wale pia ndo wasaliti, lakini sio kila FARDC kwamba ni msaliti. Jeshi la taifa ni jeshi la taifa tu, na lazima watashirikiana nao kwenye kila kinachoendelea, lakini wao watakuwa kipaumbele kupambana. Kwa hiyo majibu yenu ambayo mlikuwa nayo, tuliona tusije tukawajibia tu hivi. Majibu yametoka kabisa kwa msemaji wa Mzee Yakutumba. Amejibu vizuri tu, akasema lazima FARDC watafanya kazi na wao, na lazima order itapatikana. Lakini pia watu wengi wameweza kucomment habari hiyo na kusema kwamba hiyo sio vizuri, wapambane tu waingie Bukavu. Kama FARDC watakuja, lakini pia vita ni gharama, kama alivyozungumza huyu msemaji wa mzee wetu Yakutumba. Unaposema msemaji ni mtu wa karibu sasa na msemaji wa taifa, akizungumza jambo msemaji wa taifa ujue kwamba serikali ndiyo iliyozungumza. Channel yako pendwa ya Mtiba TV inazidi kukuletea habari nyingi zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini na maeneo mengine mbalimbali duniani kote. Endelea kusambazia watu wengine na kusabone na kupeleka maeneo yote. Hapa tunakupa habari kutoka maeneo yote inayopatikana machafuko. Tunarudi kwenye habari zetu kabisa ambazo zinapatikana pia kwenye mji wa Bukavu. Watu wengi sana wameweza kufariki, karibuni watu 19 wameweza kufariki. Walikuwa M23 walikuwa wanaingia kila maeneo na kwenda kubomoa nyumba, pia na kuchukua watu ndani ya nyumba na kuacha na ua kabisa, kupika masasi kwenda. Asira hii ya M23 imetokana na nini? Asira hii waenda wapeleke uwanjani. Watu wengi sana wameweza kuripoti na kusema mambo mengi ya kusema kwamba M23 wameshindwa kupambana na wenzao na kwenye uwanja wa vita, kwa sababu walikuwa wameshazoea kabisa kuchukua miji na vijiji na kwa kutumikisha pesa. Pesa hizo zimeisha baada ya nchi ya Rwanda kufungiwa kabisa mikataba yote na nchi za Ulaya. Ukame umeweza kuonekana kubwa sana maeneo mbalimbali, hawana pesa, mpaka kuingiza silaha inakuwa ni ngumu. Silaha zipatikani, zinaanza kuingia kama vile kwenye masanduku hivi za kuzika watu, wanafunga silaha mle, masasi mle, hali inakuwa tete. Kwa hiyo kifupi, M23 ambao wamebaki pale DRC ni vinganganizi. Tuseme ni vinganganizi. Wala ambao wanafanya nini? Wanapenda kupambana. Walishawaambia watoke, hawataki kutoka. Kwa hiyo wataishia vibaya kwa sababu hivi tayari wanazungukwa. Kagame pia wanajeshi wa Rwanda, wengi wao wale maofisa wanaonekana kurudi Rwanda. Kurudi Rwanda kabisa. Wanaonekana kurudi Rwanda kwa sababu wale wakubwa hawapo. Hata yeye mwenyewe Corneille Nangaa haiko DRC, na ule mwingine Bisimwa hawako maeneo yale kabisa, wako maeneo tofauti na pale ambapo panahitajika wawe kwa sasa, kwa sababu usalama unazidi kukosekana. Kwa hiyo tunapoendelea taarifa zetu kwenye channel pendwa ya Mtiba TV, tunakimbia moja kwa moja kwenye taarifa zetu kwenye mji wa Uvira. Maeneo mbalimbali kunaonekana usalama mkubwa sana, kwa sababu pale ndipo ofisi kubwa zote za mkoa zinapatikana. Lakini wazalendo ni wengi sana, na tunawaambia watu wote wanaotupata kwenye channel ya Mtiba TV, endelea kutoa misaada yako kwa wazalendo, kwa sababu ni wengi wa kutoka maeneo mengi sana kuja pale, kuja kuchunga maeneo yale. Mzee Yakutumba ameweza kuzungumza na kusema kwamba wao wako pale, hawana ubaguzi wowote wa kusema kwamba huyu ni Mfuleru ni nani. Wao ni neno tu moja, ni wazalendo. Wao ni wazalendo tu, hata uwe kabila gani ni mzalendo. Akasema wako pale kutetea watu wote na kufunga. Na ni kweli tumeona wazalendo wamefunga njia zote, kwa sababu ukiangalia M23 walikuwa wanakuja kwa kasi sana. Walivyokamata Goma kasi, wakaingia wiki chache tu wakaingia Bukavu kasi,
manake mpaka watu wakashindwa kuelewa kitu gani kinaendelea. Lakini channel ya Muteba TV inazidi kukufungua, tunazidi kufunguana, tunazidi kuambiana na taarifa zetu za habari kutoka hapa channel yako pendwa ya Muteba TV. Baada ya hapo M23 hawakuwa wanapigana, walikuwa wamejikalia tu. Yaani walikuwa wamekaa, wanakuja tu, FARDC wakija wanakimbia. Tuliona hata Uvira, kutoka pale Kamanyola na Uvira ni karibuni 90 km pale. Tuliona FARDC walianza kukimbia na kabla M23 hawajafika tena, manake viongozi tena wa pale walikuwa washakula tena pesa. Walikuwa washakula pesa kabisa, kushaanza kukimbia kwenda Makalemi. Kwa hiyo baada ya jeshi la taifa kuja, jeshi la akiba, Tanzania wanasema wanamgambo. Wanamgambo Tanzania pia ni wanajeshi, na ndio maana wanafanya kazi kubwa sana pale Tanzania, wanasaidiana. Ni watu ambao wapo kwa sababu serikali keremewa, lazima watashika mabunduki na kuingia kwenye maeneo yote ya mapambano na kutetea nchi. Ndiyo kazi wazalendo wanayoifanya kwa kutetea nchi maeneo yale ya DRC. Channel yako pendwa inazidi kukupa habari moto kutoka hapa. Kama hujasabone, endelea kusabone na kusubscribe, like, comment au share kwa watu wengine, utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako pendwa sana ya Muteba TV. Karibu sana, tunazidi kupiga sasa uchambuzi kwenye uchambuzi wetu ambao tunaingia kama dakika chache tu tutakuwa tumemaliza hapa uchambuzi wetu. Tumesikia ya kwamba M23 wametoka kabisa kwenye mji wa Walikale kwa sababu ya makubaliano ya kwamba usitishwaji vita. Lakini serikali wanalaumu sasa serikali. Wao baada kushika pale walitangaza kujitoa, lakini serikali walienda kuwapiga kwa sababu gani? Waleta ndege zao za kivita kwenda kupiga Walikale kwa sababu gani? Hiyo ni siasa ambayo M23 walikuwa nayo. M23 walikuwa na siasa hiyo ya kutangaza tunataka wakikamata mji tu tunataka tujiondoe, ili serikali ifumbe macho, serikali ionekane kama vile hawa jamaa wanataka watoke maeneo yale. Lakini kama Muteba TV tumepata taarifa kamili ya kwamba hawa M23 wanachukua siri nyingi sana kutoka serikalini. Kwa nini? Watu ambao wako serikalini wanawapa taarifa nyingi wakati wanataka kwenda kugombana. Kama unaona mafanikio yamekuja kuwa ni mengi sana kwenye uwanja wa vita kwa sababu hakuna mawasiliano. Hakuna mawasiliano kati ya serikali pamoja na M23 hakuna. Na ndio maana unaona mafanikio ni mengi, wazalendo wanasonga mbele. Hakuna mawasiliano. Zamani ilikuwa wakitaka kwenda kupambana walishawaambia tutakuja hivi na mtafanya mipango hiyo, hakuna tena kwa sababu wazalendo wanadhibiti kabisa na jeshi mpya ya FARDC ambalo tayari limeshaingia kwenye uwanja wa vita na kuanza kupambania maeneo mengi sana. Lakini kwenye mji wa Bukavu, governor ambaye alichaguliwa na Colonel Nanga kuwekwa pale amefungwa. Governor wa pale Bukavu, mkuu wa mkoa wa Bukavu amefungwa. Amefungwa kwa sababu gani? Channel ya Muteba TV itakupa majibu sasa hivi. Usibanduke kwenye TV yako, utakwenda kupata habari hizi kamili kutoka channel yako pendwa ya Muteba TV. Wanasema kwamba amefungwa kwa sababu gani? M23 wanadai kwamba mkuu wa mkoa wa maeneo yale au governor wa pale Bukavu alikuwa anatoa siri zote za M23. Yaani alikuwa anawasiliana na serikali moja kwa moja. Ameweza kuonekana kwamba yeye kumbe ni kibaraka wa serikali kwa sababu alikuwa anatoa taarifa mbalimbali kutoka kwenye uwanja wa vita, alafu kuwapa serikali mbinu za kuingia maeneo yale. Kwa amefungwa. Taarifa hizo tumesikia, lakini kama Muteba TV hatujadhibitisha taarifa hizo, lakini amefungwa kweli. Amefungwa kweli na M23 kwa sababu alikuwa anatoa taarifa kwa serikali. Habari hii ikoje kwenye mji wa Bukavu? Mji wa Bukavu uko pale unasubiria kabisa ukombozi kutoka serikalini, lakini mkuu wa mkoa, sio jiji la meya, ni mkuu wa mkoa kabisa, governor ambaye anaangalia mkoa mzima ameweza kufungwa kwa kosa la kuwasiliana na serikali. Sio yeye tu, vijana wengi sana wanakufa kwa sababu ukikukuta tu na simu ukiwa unawasiliana, una magrupu za WhatsApp, inakuwa ni shida kubwa kwenye maeneo za Goma pamoja na Bukavu. Kwa hiyo yani wakikuta tu unaongea, wakikuta tu mmekaa wawili vijana, M23 kifupi wanauoga sana, wanauoga mkubwa kwa sababu wanaogopa muda wote tu watavamiwa kwa sababu wameshatingwa pande zote. Ukiingia njia za Walikale kule tayari wazalendo wanapiga vizuri sana. Ukiingia upande za Walungu, Nyangezi, wamefunga vizuri sana maeneo yale. Kwa hiyo wamefungwa.
Kwa hiyo wakati vita itakuja watakamatwa tu kama vile FARDC walivyokamatwaga. Kwanza afadhali FARDC kwa sababu wao walikimbia kabla ya vita, lakini hawa watakufa vibaya kwenye maeneo, kwenye uwanja wa vita, tunawaambia hivyo. Kwa hiyo wanakuwa wanaogopa sana. Wakikuta vikosi viwili, watu wawili, watatu wakiwa maeneo yale, inakuwa ni tatizo. Inakuwa ni tatizo, vijana wanaweza kukufa au wakakunyang'anya simu, wakaanza kusaji simu zako. Kwa hiyo vijana pia muwe makini, kukaa kama group ni kitu ambacho sio vizuri sana, hasa vijana ambao wanapatikana hasa kwenye uwanja wa vita na Goma na Bukavu. Kwa hiyo M23 wengi sana ambao walikuwa kule Nyangezi wanaanza kuonekana wanatoka. Sasa hivi kwenye mji wa Bukavu wanaonekana sana kuliko mbele. Wanaonekana sana, gari 5 zinapanda huku, gari 2 zinapanda huku. Maana yake wameshakuja kulundikana wengi wao kwenye mji wa Bukavu. Ni wengi sana M23 kutoka kwenye mapambano. Kwa hiyo wameona njia ile imekufa ya kwenda Walikale, kwenda Kisangani, wanarudia sasa kwenye njia ya Bukavu. Kwa wazalendo wote ambao wako kwenye front maeneo zile za Nyangezi pamoja na Walungu kule kote, fungeni vizuri, kwa sababu maeneo hayo ndipo M23 wameshakuwa wengi sana kwenye mji wa Bukavu. Wanataka sasa wapige ili waangalie kama watatoboa tena maeneo yale. Ni kitu ambacho hakitawezekana kwa sababu wazalendo ni wengi kama Butitiri. Ni wengi sana kuliko hata wao. Kwa hiyo ambao wamefunga maeneo yale ni hatari. Channel yako pendwa ya Muteba TV, channel ya wazalendo kutoka hapa ofisi zako kuu kabisa za channel ya Muteba TV imekupa taarifa hizi kwa uhakika. Tukutane tena panapo majaliwa. Kama una swali, una chochote, unaweza kutuambia hapo, ukatuandikia. Lakini pia namba zetu ziko hapo, unaweza kaandika pia maoni yako, kila ambacho unachohitaji. Kama hujaona namba hapo, ingia kwenye comment, nimeipini pale. Utaiona kila ambacho kinaendelea. Kama una taarifa popote ulipo, tutumie taarifa popote ulipo. Popote ulipo, tuma taarifa kutoka channel ya Muteba TV na kutoka kwa hizo namba, andika machafuko yote ambayo yanayopatikana mahali ulipo. Subscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Tukutane tena panapo majaliwa. Ciao.